Naitwa Ahmad Shabani Mbwilo, ni mwenyekiti wa Iganzo Comfort Family. Sisi kama Iganzo Comfort Family ni utaratibu ambao tuliguanza tangu grupu namba 1. Grupu namba 1 tulienda kuwaona watoto wenye yatima kituo fulani, ila tulipokuwa tunafanya tathmini wapi tuende tukazindua grupu namba 2, tukapata taarifa ya kituo hiki. Kuna baadhi ya wanachama wetu walishakuja kutembelea. Tulikuja kuwaona watoto, tukaona kweli uhitaji wao ni mkubwa. Sisi kwa kile tunacho kidogo tuje tuwaone ili kusaidia kumsupport huyu mama kwa pale anaposaidia watoto. Kwa sababu tuliamini hawa wote ni watoto wetu na tuna deni kubwa la kuwasaidia. Kwa hiyo kwa kidogo tulichopata tukaona tuje tufanye hivyo hapa. Na hasa jamii wasiwatenge kwa sababu watoto ni wetu. Watoto ni wetu na tuna kila sababu ya kuwasaidia. Kwa sababu hamna mtu ambaye anapanga kuzaa mtoto mwenye usonji au mlemavu. Ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kila mzazi ambaye ana mtoto huyu nadhani ni vizuri ampende, amlinde kwa sababu ni tayari Mungu amekupa, hauna njia nyingine ya kumkimbia. Kwa hiyo nashauri tuwapende, ni watoto wetu. Majina naitwa Madam Neli Elisha, ndiye mkurugenzi wa kituo cha Funguka Foundation kilichopo Sai Pipeline mkoa wa Mbeya. Kituo hiki kinashughulika sana na watoto walemavu wa akili, viungo na watoto wenye usonji, vile vile watoto yatima. Na idadi ya watoto 74. Walemavu kwa ujumla wao wako 40, yatima wapo 34. Kipekee kwanza napenda kumshukuru sana Mungu. Yaani walivyokuja Iganzo Family Comfort, kipekee tumefurahi, vile vile tunamshukuru Mungu kwa maana tunazidi sasa kutambulikana. Yaani Tanzania nzima naona sasa wanatutambua, tunatembelewa kwa kweli na wageni mbalimbali. Kwa kweli wametutia moyo, wametufariji. Mungu awabariki sana. Changamoto nyingi nazopata hasa kwa watoto wenye ulemavu, wazazi au jamii bado haina mwamko na hao watoto. Kwa hiyo wanavyoniletea hapa kwenye kituo, wengi wa wazazi wamekuwa kama wakinizilia wale watoto. Wakishawaleta hawarudi tena. Yaani wanakuwa ni watoto wangu. Yaani hawana mpango tena. Yaani hawapigi hata simu. Kwa hiyo naomba jamii itambue kuwa huyo ni mtoto kama alivyo na yule mtoto mwingine aliyoachwa nyumbani na anayependwa. Maana yake naona hawa watoto walemavu hata kupendwa baadhi, sio wazazi wote, baadhi ya wazazi yani wanatamani hata wafe leo. Lakini mambo ya Mungu, hawa watoto hawezi kufa leo wala kesho. Anaweza kukaa zaidi hata miaka 30. Kwa hiyo ninaomba jamii itambue umuhimu wa watoto walemavu. Watoto walemavu ni baraka kama walivyopewa watoto wengine, wawapende, wawajali, wasiwafungie majumbani. Watoto hawa wanaugua kila siku. Kama leo na watoto wanaoumwa 4. Bado wanatumia pesa yangu mimi. Nawapeleka hospitali na nunua dawa. Kwa hiyo ningetamani kwa mdau yoyote anayenisikiliza, mwananchi wa Tanzania, hata Mama Samia rais wangu, mama yangu, angeweza kunisaidia nipate bima za afya. Watoto napata nao shida sana. Kwa majina naitwa Happy John, ni mkazi wa Iganzo. Kwa watu ambao wanawafungia watoto, yani kama mtoto ana ulemavu, yani wowote ule, kumfungia mtoto natamani sheria ingekuwa yani iwepo sheria kali sana. Kwa sababu hiyo unamuumiza. Kuna watu wengine huenda wanafariki kimya kimya na hatujui. Huenda kuta alikuwa ana ulemavu, amefungiwa, amekosa vitu vya msingi. Kama unaona una mtoto mlemavu, hauna muda wa kumwangalia, mlete hapa kwenye hichi kituo. Atapata faraja, atakutana na wenzie. Tofauti unapomfungia ndani, unazidi kumlemaza zaidi. Kuna mwingine anahitaji tu kuungana na wengine, yani anahitaji tu kuwa na watu wengi, aishi kwa watu, akili zake zinabadilika. Tofauti na ukimfungia ndani, anaona tu masofa, anaona sijui mmerudi, watu ni wale wale. Anahitaji kubadilisha, yani awe na watu wengine, sio kumfungia haitakiwi. Lakini vile vile kuna wengine wanapata nafasi, wanapelekwa mashuleni. Shuleni kule kuna walimu wanajua namna ya kuwasomea, yani namna ya kuwapa elimu wale watoto. Hata kama haongei, kuna watu ambao wamesomea hivyo vitu. Wanajua kabisa kwamba huyu mtoto niende naye namna gani, huyu mtoto nimwambie nini atanielewa. Kwa hiyo haitakiwi kabisa kumfungia mtoto. Mlete hapa alelewe, au kama kuna kituo kingine kama hiki basi mpeleke, lakini sio kumfungia. Kwa majina naitwa Kenneth Mlimbila, ni katibu wa Iganzo Comfort Family Group namba 2. Nadhani jambo la kwanza ni kutoa elimu juu ya watoto walemavu. Hawa ni watoto walemavu kama ulemavu mwingine. Kwa hiyo tusilete imani za kishirikina wala imani yoyote potofu.
tunatakiwa kupeana elimu zaidi juu ya kuishi na watoto walemavu na namna ya kuweza kuwasaidia watoto walemavu. Huo ndio wito wangu. Tuache kuwa na imani potofu. Kwa hiyo wanaume ndio changamoto kubwa. Kwa upande wangu mimi napenda kuwashauri, linavyotukua limetokea jambo kama hili, wao wawe kipaumbele kuwatia faraja wale wakina mama ambao wanatumia muda mwingi kuwalea hawa watoto, sio kuwakimbia. Jina langu naitwa Besa Manakasuka, ni mjumbe wa Iganzo Comfort. Mimi baada ya kuona ya mazingira nimeona leo, na wasi wale wanandoa wakipata mtoto kama huyo wasimwache wala kugombana wala kuanza kusema kwamba labda ni imani za kishirikina kufanya nini. Hawa ni watoto, ni kama Mungu tu amekupa mtoto kama watoto wengine. Kwa hiyo mimi nawasihi wanandoa usije wakagombana maana akija siku kuacha watabaki watoto wa mtaani. Ndio maana tumeona wengine katika hichi kituo cha Funguka Foundation wameleta watoto wao pia wamewatelekeza. Wazazi hawajulikani wameenda wapi. Watoto wako hapa lakini wazazi wao toka wamewaleta hawajulikani. Kwa mimi natoa wito kwa jamii na wanandoa wasiwatupe watoto. Kwa majina naitwa Oscar Anthony Mponzi, ni mwana kikundi wa Iganzo Comfort Group namba 2. Leo hii nimefika hapa, nimejifunza vitu vingi sana. Maana madam pia anayewalea watoto matron ameelekeza vitu vingi sana. Jamani wanaume, mtoto mwenye ulemavu ni mtoto kama watoto wengine. Tujitahidi kuwalea watoto. Maana baada ya kufika hapa leo hii nimeona watoto kweli kuna watoto wengine wanaishi kwenye mazingira magumu. Pia tujitahidi, mtoto akiwa na matatizo au ulemavu aina yoyote ni mtoto kama mtoto wengine. Tujitahidi kuwazingatia, kuwalea. Maana msimamizi wa hichi kituo amezungumza changamoto zilizopo. Pia amesema kuna baadhi ya wanaume huwa wanawakimbia watoto. Sasa nilikuwa na wasii wanaume wenzangu, mtoto awe na ulemavu asiwe na ulemavu, mtoto ni mtoto tu, lakini pia Mungu anapita baraka zake huwa zinapita kwenye kumlea mtoto.